Uhabari gani mwanamchezo mwenzangu kutoka kila pande na kila kona ya Tanzania? Ni wakati mwingine tunakutana hapa kupeana taarifa za kimichezo kila siku, kila wakati. Limekuwa ni jukumu letu kukuletea taarifa za kimichezo ambazo zinaendelea kuhappen na ambazo zimeendelea kutrend katika anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, hapa tupo katika kuzungumzia mchezo wa Kariakoo Derby, mchezo ambao umekuwa na sintofahamu nyingi na taarifa nyingi zimekuwa zikitolewa. Kutokana na taarifa hizo, mashabiki na wapenda soka wamekuwa wakizungumzia juu ya haya ambayo yamekuwa yakiendelea siku hadi siku. Kuna baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba, wao waliamini kabisa kwamba mchezo hautokuwepo kutokana na kwamba barua ya Simba Sports Club ambayo ilipostiwa siku ya tarehe 12 kuelekea kwa Kariakoo Derby, na wakasema hawatacheza mchezo wowote endapo kama mechi ya tarehe 15 itaahirishwa. Mpaka leo majira kama ya saa 1 asubuhi waliweza kuposti kwamba wataweza kuwepo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini hapa niko na mwanamchezo mwenzangu ambaye tupo katika kukuletea tathmini ya mchezo huu wa Kariakoo Derby. Bana, mambo vipi? Safi kabisa. Kwema kabisa. Bana, kuelekea katika mchezo huu wa Kariakoo Derby, nini maoni yako hasa kuelekea kwa mchezo huu ambao umekuwa na sintofahamu nyingi siku hadi siku? Maoni yangu kulingana na timu yangu ilivyo na ilivyojipanga, tumejipanga kwenda kushindana. Tutashindana na imani tutashinda, kwa sababu kila kitu lazima umtangulize Mungu na Mungu atakusaidia. Huyu yeye anasema wamejipanga vizuri na jukumu lao ni kumtanguliza Mungu katika kila hatua, na wanaamini kwamba watashinda kutokana na kwamba klabu ya Young Africans imejiandaa vizuri kuelekea katika mchezo huu ambao wanautaka, mchezo ambao utakuwa ni rasmi na mchezo wa kihistoria. Katika miaka ya hivi karibuni hatukuwahi kuona Simba na Yanga zinamaliza mchezo wa mwisho ambao utaamua bingwa atakuwa nani katika mchezo wa mwisho, lakini huu utakuwa ni mchezo wa kihistoria kabisa. Vipi sasa kuhusu kikosi chako cha Young Africans? Tumeona afisa habari wa klabu hiyo amezungumza na kocha siku ya jana, alizungumza katika pre-match, aliweza kuzungumza kwamba hakuna majeraha, kikosi kiko vizuri. Nini hali ya kikosi chako sasa mwana Young Africans? Kwa upande wa kikosi changu kipo vizuri, sina shida kabisa na kikosi changu. Kuanzia golikipa mpaka mchezaji wa mwisho wako vizuri kabisa, sina shida kabisa. Na timu yangu inacheza kwa ushirikiano na imani tutashinda, tutabeba ile kombe. Lakini vipi kuhusiana na kasi ya mashambulizi ya mpinzani wako na hasimu wako wa karibu Simba Sports Club katika siku za hivi karibuni na mechi za hivi karibuni? Tumeonekana amekuwa na kasi sana katika safu ya ushambuliaji. Nini hali ya mabeki wa klabu ya Young Africans? Wataweza kuzuia mashambulizi ya klabu ya Simba Sports Club? Kwa mabeki wangu nawaamini sana, ni mabeki ambao watulivu, wanaojituma hivyo. Lakini pia tumeona katika mchezo uliopita Djigui ambaye pia amekuwa ni golikipa namba 1 wa klabu ya Young Africans hakuwepo katika sehemu ya mchezo, na hata kwenye benchi hakuwepo, alikuwa nje kabisa. Na tumeona pia alikuwa amekaa sambamba na kiungo ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans, Mohamed Dobia, ambaye pia alikuwa amekaa sambamba kabisa nje kabisa ya technical bench la Young Africans. Lakini katika mchezo huu naamini atakuwepo katika safu ya benchi la ufundi na huenda atakuwa katika first 11 ya mchezo huu wa leo. Kukosa mchezo uliopita na anakwenda kuhimiri na kukabiri mchezo mkubwa Afrika na mchezo mkubwa Tanzania, mchezo mkubwa ambao unatumia akili nyingi. Je, atakuwa amejiandaa kisaikolojia na madhara yake atakuwa ni nini labda? Kwa kiupande wa golikipa wangu Djigui Diarra ni kipa mzoefu, ni kipa mzuri, ni kipa ambaye akiwa golini anajua nini majukumu yake, afanye nini. Kwa hiyo sina wasiwasi na kipa wangu. Kukaa nje haimaanishi kwamba sio kipa bora. Timu yangu ya Yanga ina wachezaji wengi, hivyo anawapisha na wenzake waweze kupata nafasi, sio yeye tu. Wote tunatakiwa tucheze na nina imani atadaka vizuri
yule ni kipa bora, hawezi kufanya makosa. Lakini kuhusiana na clean sheet, kuna vita ya clean sheet kati ya Musa Pimpin Kamara na Djigui Diarra. Tumeona Musa Pimpin Kamara akiwa na clean sheet 19, nyuma yake akiwa ni Djigui Diarra ambaye yeye akiwa na clean sheet 16, na vita hii sasa inaenda kuamliwa na game hii ya leo. Je, Musa Pimpin Kamara atakuwa golikipa bora katika msimu huu wa 24-25 dhidi ya Djigui Diarra? Kuwa kipa bora anaweza, kwa sababu ana clean sheet nyingi kamzidi Djigui Diarra. Hii kasumba ya kusema kwamba clean sheet haimaanishi kwamba kipa wako ni bora. Pengine safu ya mabeki huwa inamsaidia kipa. Sijui hapo umenielewa. Najaribu kukuelewa na nimekuelewa, kwa sababu hata ukiangalia katika msimu ulioisha Leima Tampi, goalkeeper wa Coastal Union, aliibuka kuwa goalkeeper bora wa msimu, nyuma yake akiwepo Djigui Diarra ambaye pia alikuwa ni bingwa mtetezi wa kombe la ligi, lakini haikujalisha kwamba goalkeeper ambaye ametoka katika timu ambayo imekuwa bingwa ndiye awe goalkeeper bora. Leima Tampi alikuwa goalkeeper bora. Kwa hiyo nakuelewa kabisa katika hilo. Lakini nini jeuri yako? Maana nakuona unajeuri kabisa na kikosi chako. Nini unajiamini kuelekea katika mchezo huu? Mimi najiamini, sina wasiwasi kabisa. Timu yangu ni nzuri na timu yangu haina pressure. Timu yangu ni timu ambayo inajituma, mchezaji mmoja mmoja kuanzia golikipa mpaka mchezaji wa mwisho. Hivyo wana ushirikiano na imani na timu yangu sana. Ndio maana unaniona nina shauku hii. Kati ya Abdul Bumsheri na Djigui Diarra, nani unaona ataanza katika mechi ya leo? Mechi ya leo lazima anze Djigui Diarra, kwa sababu mechi hii ina kasi na pressure kubwa sana. Kwa hiyo sio kwamba Msheri hawezi kudaka, anaweza kuhimili, lakini hii mechi ina pressure kubwa sana. Itabidi adake mzoefu ili kuhimili pressure ya mchezo utakavyokuwa. Lakini pia nimejaribu kupita katika mitandao ya kijamii, baadhi ya mashabiki wengi walikuwa wanazungumzia kwamba kuwepo na uwezekano wa kuanza Kibwana Shomari katika mchezo wa leo ingekuwa ni bora zaidi kuliko kuanza kwa Israel Patrick Mwenda. Nini maoni yako kuhusiana na maoni ya wanayanga wenzio? Kila mtu ana mawazo yake. Kila mtu ana mchezaji wake ambaye anamkubali. Kwa mimi naona Israel Mwenda ni bora zaidi, kwa sababu Israel Mwenda anavyokuwa anacheza huwa anapandisha mashambulizi kwenda juu. Anacheza kama namba 7, ni namba 2, lakini the way anavyocheza ni kama namba 7. Kwa hiyo huwa anapiga cross ambazo zinaweza kusababisha hatari. Kwa hiyo mimi naona Israel Mwenda aanze kwa upande wangu mimi, kwa maoni yangu mimi. Lakini yes, anasema kwamba kama angekuwa na uwezo wa kumshauri kocha basi angeanza na Patrick Israel Mwenda ambaye amekuwa na kiwango kizuri kabisa, na tumeona katika mchezo uliopita Dodoma Jiji dhidi ya Young Africans katika uwanja wa New Amani Complex hapo Zanzibar. Tuliona pia katika cross ambazo alikuwa na maji ambayo yalikuwa yanamwagwa na Israel Patrick Mwenda yalisababisha goli kwa upande wa klabu ya Young Africans. Nafikiri goli la kwanza ambalo lilifungwa na Mdasiri Yahya, sio? Kabisa. Kwa hiyo kwamba kasi ambayo anayo huenda ikazama tunda katika mchezo wa leo ambao Young Africans anahitaji sare tu, walau wapate sare ili kuibuka na ubingwa wa msimu huu wa 24-25. Lakini pia Young Africans yeye anaamini kwamba ataibuka na ushindi wa mabao kuanzia 3 na kuendelea. Je, hiyo ni kweli? Maana mashabiki wengi wa Young Africans wamekuwa wakizungumza hilo kwamba wanahitaji mabao kuanzia 3 katika mechi ya leo. Je, hilo nalionaje? Hiyo ni sahihi kabisa. Kwa uwezo wa wachezaji wangu, goli hizo zinaweza zikafika kabisa na zaidi ya hizo goli.
na ni zaidi ya hizo goli zinaweza zikafika katika mechi ya leo. Lakini kumekuwepo na sintofahamu pia na taarifa ambazo zimekuwa zikitufikia kwamba huenda klabu ya Simba Sports Club wakaleta kikosi B, kwa maana ya wachezaji ambao wamekuwa hawapati namba katika First 11, huenda ndo wakaja kucheza mechi hii kutokana na kwamba hawajafurahishwa na wala hawajawa tayari kabisa na kuahirishwa kwa mechi ya tarehe 15. Je, hizi umezisikia na zitaleta madhara gani katika mchezo wa leo? Wakileta kikosi B nisiseme uongo. Wakileta kikosi B watakufa vibaya. Kwa sababu watakuwa wameidharau Yanga. Hivyo wasilete kikosi B, walete kikosi chao. Wakileta kikosi B hakuna anayepona. Huo ndo ukweli kabisa. Yes, kwa sababu pia ukija kuangalia hali ya kikosi cha Young Africans juu ya hiki kinachoendelea, na ukiwaletea kikosi B ni kwamba mvua itakuwa ni nyingi sana na aibu itakuwa ni kubwa sana kwa wana Msimbazi. Naamini pia hawatafanya hivyo, lakini pia naweza nikasema hizi zilikuwa ni mind game ambazo zimekuwa zikifanywa kuelekea katika mchezo huu ambao umekuwa ukisubiriwa na mashabiki wengi, hasa wapenda soka kutoka Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, ni kualike tu kwamba endelea kubaki nasi katika updates zijazo, na hii hapa ni HNet Media ambayo inakuletea taarifa za kimichezo kila siku kila wakati. Ni wakati wetu sasa kuhakikisha kwamba tunakupasha taarifa za kimichezo, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau ku like, comment na kushare kwa watu wengine ili waweze kujua kwamba chimbo la michezo lobaki ni moja, ni HNet Media ambayo inakuletea taarifa za uhakika na ni za kweli kabisa. Comment yako ni ya muhimu, hakikisha una drop comment yako hapa katika comment section. Afisa tutakuja kupita nazo katika updates zijazo kuhakikisha kwamba tunakupata vizuri kwa wewe mwana familia wa HNet Media ambaye unatenga muda wako kufuatilia updates zetu.